atatupumzisha. Hebu sema Mungu atatupumzisha. Sema Mungu atatupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utapumzika katika lipi? Kama nilivyosema, wana wa Israeli walikuwa na utumwa mwingi, wanakandamizwa. Kuna makandamizi mengi walikuwa wanakandamizwa walipokuwa wanatoka Misri kwenda Kanaani. Kulikuwa na utumwa mgumu sana, walikuwa wanapigwa mijeledi migumu sana, mizito sana. Walikuwa wanateswa mateso ambayo hayaelezeki kwa lugha ya kibinadamu. Vivyo hivyo katika Agano Jipya, sisi ambao tuko duniani, kuna watu hapa katikati yetu, kuna watu hawalali usingizi hapa. Sio kwamba wana kitanda, wana vitanda vizuri, wana magodoro mazuri, lakini hayo magodoro hayalaliki. Kuna wengine ni wanateseka na magonjwa, shetani anatumikisha kwa magonjwa. Wengine wanatumikishwa kwa magomvi, mafarakano, mume na mke hawapatani, ndugu na jirani yake hawapatani. Huyu akitoka hapa nje, mwingine hamsalimii jirani yake. Nini? Wamekorofishana. Nini? Ni utumwa wa shetani, ameleta kiboko, watu wanapishana. Lakini ukifika mahali pa kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa uzima ni haki yako, amani ni haki yako, furaha ni haki yako, kicheko ni haki yako, kulala usingizi ni haki yako. Yaani sisi tulio na Kristo tunalala kama watoto wachanga. Hatuna wasiwasi na mashaka yoyote, hatuogopi chochote. Kwa nini? Kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliyeko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye wanadamu wanamuogopa, wanamhofu, wanaogopa sio wachawi. Sikiliza, nikuambie hivi, mchawi sini mnganishe. Kungekuwa na vio kama huku jeshini, tunasema mchawi ni yule ambaye hana hata vi moja hapa jeshini. Yaani mtu wa chini sana, yuko duni sana, hana uwezo wa kufanya chochote kwenye mamlaka ya Kristo. Kwani kwa sababu Kristo tuliye naye akasema hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yeye Yesu tunayemwamini ana mamlaka mbinguni, ana mamlaka na huku duniani. Haleluya. Haleluya. Ndipo kawaambia, enyi mnaosumbuka, njoni kwangu ninyote msumbukao nanyi kulemewa na mizigo. Huku kwa Yesu kuna pumziko. Huku kwa Yesu kuna amani. Huku kwa Yesu kuna furaha tele. Huku kwa Yesu tunalala usingizi. Huku kwa Yesu hatuogopi chochote. Huku kwa Yesu tuna ujasiri wa kusema chochote popote wakati wowote. Kwa nini? Kwa sababu tuliye naye ni mkuu kuliko huyu mkuu wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Hata kama shetani anakutumikisha kwa magonjwa, mwambie hivi, sekunde inavyozungumza leo ni mwisho wa magonjwa yako. Chochote ambacho kilikuwa kinakusumbua kwenye maisha yako leo ni mwisho. Maadamu ukimwamini Yesu naye msema hapa, ana uwezo wa kukutoa mzigo wako. Ana uwezo wa kukupumzisha. Ana uwezo wa kufanya chochote kwenye maisha yako na ukajisikia raha na amani huku duniani. Mungu wetu asifiwe. Ni rafiki yangu mmoja akasema, mtumishi wa Mungu, mimi nalala masaa 3 tu. Yaani akilala saa 3 usiku, ikifika saa 6 usingizi umempaa, ndo atakuwa macho mpaka kesho. Hivi mai kwa hesabu mabati usiku kucha. Yaani wenzako wanakoroma, wanaota ndoto, wewe unaangalia, unasikia kelele za ndege, kelele za bundi. Akipita huko nje mtu yeyote wewe unasikia tu, uko macho. Wenzako wanaunguruma, wanakoroma, wanalala usingizi. Yeye hana usingizi. Mungu wetu asifiwe. Amen. Nisikie vizuri. Kama unalala usingizi na una amani, mshukuru Mungu. Wapo ambao hawalali usingizi. Amen. Kama unaweza kwenda bafuni ukachota maji mwenyewe, ukachota maji ukajiogesha hivi, mshukuru Mungu. Kuna watu ambao wanashindwa kujiogesha hivi. Kama unapumua, una hewa, unakula, unapumua vizuri kabisa, mwambie Mungu asante.
Kuna watu wanaitafuta hewa ambayo unaivuta wewe, hawaipati. Mungu wetu asifiwe. Nilienda siku moja hospitali ya rufaa pale Mbeya. Kuna mama mmoja yuko kitandani kwa miezi mitatu. Akasema, Mungu ungenisaidia. Ile hospitali ina vikorido mle tunapopita kwenda kuona wagonjwa, si kuna vikorido fulani? Yule mama akasema, Mungu ungenisaidia na mimi nitoke hapa kitandani, nitoke angalau hapa nje, nipunge, nikavute tu hewa ya nje hapa. Nikivuta hii hewa ya nje, nirudi kulala kitandani hapa, nitakushukuru Mungu. Yaani atoke hapa kitandani, kufika hapa kwenye korido, avute tu hewa ya nje. Anasema nitakushukuru Mungu. Niliwaza mengi kuliko unavyofikiri. Wewe unaweza ukakanyaga kwa miguu hapa na kule Masaki stendi ukarudi na uone kama ni muujiza kwenye maisha yako. Unaweza ukatoka hapa kwako ukaenda shambani, ukaenda kule na kule na kule, ukirudi wala hauna sababu ya kumwambia Mungu asante. Nisikilize vizuri. Siku ukikosa nguvu za kwenda huko unakokwenda, utajua Mungu yupo na ni Mungu ananisaidia. Ila saizi kwa sababu uko na kila kitu, haona shida ya kumwambia Mungu na kushukuru. Kwani kwako sio muujiza? Yule mama yuko kitandani kwa miezi mitatu, hajainuka pale kitandani. Akasema, Mungu nikitoka kama hapa mpaka kwenye pikipiki pale, alafu nikarudi tena kitandani, kwangu ni muujiza. Mungu nitakushukuru sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukifika mahali pale nyumbani kwako, unapokwenda kulala kitandani pako, unapiga magoti ndani ya dakika 3-2, ukisema Mungu asante, unaenda kulala. Au unafika mahali unatamani kuomba, ukiomba dakika 5 yale maombi yanaisha. Sijajua kama unatafakari mpaka maombi yanaisha. Yanaishaje kwa dakika 2? Yaani ukianza kumwambia tu Mungu nakushukuru kwa miguu ulionipa. Hii miguu inanipeleka kokote na kukwenda. Unaweza kumshukuru Mungu kwa miguu, kwa machozi. Kwa hiyo nini? Mungu amekupa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tulikuwa naenda, mimi natokea Mlandizi. Tulikuwa naenda Msata kwenye Injili. Tumepanda kwenye haisi. Niko kwenye siti ya mbele pale kabisa. Sasa kuna dogo mmoja alikuja na pikipiki akatupita. Sasa dogo akawa anacheza pikipiki, analala hivi anacheza. Nikamwambia dereva, hivi huyu akipata ajali, ukweli mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini akipata ajali sitamsaidia kwa sababu anachezea maisha ambayo Mungu amempa. Baadaye nikaja gari fulani kubwa inaitwa Airbus la Tanga, nikatupita nikaenda mbele yetu. Nilipotupita nikazama, nikapotea. Lakini baada ya dakika chache tumeenda, tukaikuta gari kule mbele iko matairi yako juu hivi, alafu hatuoni mtu yoyote. Tukajua ni gari ambayo imepata ajali yumkini wiki moja au 3. Kwa hiyo mpaka gari imepata ajali na hapana mtu yoyote, maana ni ya muda mrefu, si ndio? Lakini kwenda mbele nikasema, jamani kuna gari nyingine huko Escudo imelala. Ikabidi tuseme tushuke. Tukashuka. Kumbe ile gari sekunde ile tunapofika sisi ndio imetoka kupata ajali. Hakuna aliyetoka hata mmoja. Ndio tunafika pale. Tukaenda kumwangalia ile kwenye Escudo. Watumishi, maisha uliyopewa ni dhamana. Ukiwa na uhai mshukuru Mungu. Amina. Tukakuta yule baba dereva bonge la libaba amebanwa na steering hapo. Miguu yote imekatika huku nyuma. Hana miguu tena. Lakini sio kwamba amekufa, ndo anatetemeka hivi, yani ndo anamalizikia hivi. Akasema huyu tukisema tumuokoe ameshaisha. Tukaangalie. Kwenda kuangalia kwenye gari kubwa, bahati nzuri alikufa mtoto mmoja, wengine waliumia kidogo. Nikasema maisha tulio nayo ni dhamana, ni Mungu ametudhamini. Amen. Kwa kama unalala kuamka, mshukuru Mungu. Usije ukalinga kwamba ni bidii yako imekufikisha hapo, au juhudi yako, au utoaji wako wa sadaka, au kuwasaidia yatima wajane. Hapana, uko hivyo ulivyo ni kwa neema ya Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna safari. Mungu amesema hivi, tuna maisha baada ya haya maisha tulionayo. Kuna maisha mengine baada ya haya maisha tulionayo. Sijajua kama mai kufikiri
kabla wewe kuzaliwa ulikuwaga wapi na ulikuwa nani? Kabla baba yako na mama yako kuzaliwa au kukuzaa wewe, ulikuwaga wapi na ulikuwa nani? Na baada ya hapa utaenda wapi? Usije ukadhania kwamba ukifa ndio mwisho wa maisha. Kifo sio mwisho wa maisha. Kifo ni mwanzo wa maisha mengine ambayo utaishi milele huko tunakokwenda. Mungu wetu asifiwe. Kule tunakokwenda tuna maisha, tutaishi sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo yuko Kristo, kunaitwa mbinguni. Kuna sehemu ambako yuko shetani, kunaitwa jehanamu. Hizi sehemu zote mbili ni maamuzi ya mtu. Kwenda mbinguni ni maamuzi yako, na kwenda jehanamu ni maamuzi yako, wala Mungu haushiki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia ninayosoma nasema hivi, mwanadamu, ninaweka mambo mawili mbele yako. Ninaweka baraka, naweka na laana. Naweka mauti, naweka uzima. Akasema chagua. Kwa ni uchaguzi. Yaani kwamba baada ya kufa kwako, ukiondoka hapa duniani, kule maisha ya milele unakotaka kwenda, tunakokwenda, wewe ndio mwamuzi ukaishi wapi baada ya maisha haya. Na maisha tulio nayo huku duniani ni ya muda mfupi. Utaishi miaka 70, utaishi miaka 80, utaishi miaka 120, lakini utakufa. Yaani kufa ni lazima, upende usipende, uwe mtakatifu au mwenye dhambi, kufa utakufa. Lakini baada ya kufa kwako unaenda kuanza maisha ya upande upi? Hilo ni swali ambalo nataka kujiuliza usiku na mchana, asubuhi na jioni. Baada ya maisha yako duniani, utakapolala, tutakapokupeleka kwenye four corner, hatujui ni nani anafuata baada ya hapa. Tukiondoka kwenye mkutano huu, hatujui ni nani atatangulia, nani atafuata. Lakini kufa ni lazima. Nitatangulia mimi au utatangulia wewe, sijui, lakini kufa ni lazima. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mtakatifu, uwe mwenye dhambi, kufa ni lazima. Yesu amenituma kwako nikuambia habari njema kwamba Yesu Kristo anaokoa na anaponya. Yesu Kristo ni msaada wa maisha yako. Mchague Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jehanamu au motoni haukuandalia. Hakuna mwanadamu aliandaliwa jehanamu. Ule moto wa jehanamu sio kwa ajili ya binadamu. Naomba unisikie kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moto wa jehanamu ameandaliwa shetani na malaika zake waliomwasi Mungu kule mbinguni. Maana shetani alileta kiburi tangu akiwa kule juu mbinguni. Alikuwa anaitwa Lucifer. Alikuwa kiongozi wa sifa. Alikuwa malaika mkuu akiwasimamia malaika wengine wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa alikuwa ni mkuu, alikuwa na cheo sana. Lakini kafika mahali akaamua kujitukuza, kujinua ili awe mkuu kuliko Mungu. Aondoke apande mpaka juu kule Mungu aliko. Mungu akamshusha mpaka chini kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Malaika Mikaeli na jeshi lake akapigana na Lucifer na malaika zake. Walipopigana, wale malaika, theluthi ya malaika wote wakatupwa pamoja na shetani. Theluthi mbili wakabakia kule mbinguni. Kwa malaika wa Bwana wako theluthi mbili, lakini theluthi moja walitupwa pamoja na shetani. Sasa ile jehanamu iliandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, sio kwa ajili ya wanadamu. Sio kwa ajili yako wala sio kwa ajili yangu. Amen. Naomba mnisikie vizuri. Kwa nini wanadamu wanapoondoka, wako wengine watakwenda kule kwenye mateso ya shetani, watakwenda pamoja naye gizani kule kuzimu, na baada ya kutoka kuzimu wanaenda jehanamu? Unajua kuna sehemu mbili. Jehanamu hakuna mtu aliyewahi kuingia mpaka sasa. Jehanamu inamsubiria shetani mpaka siku Kristo atakapodhihirishwa. Watakatifu napokufa huku duniani, tunakwenda kwenye mapumziko. Kuna mahali tumewekea mapumziko, tunakula starehe ndogo ndogo, wakanasubiria kwenda kwenye starehe ya milele kule Yerusalemu mpya. Lakini wenye dhambi pia wameandaliwa, kuna mahali kwa mapumziko. Mwenye dhambi anapoondoka, anapokufa, anakwenda kuzimu
mahali ambako ni mateso madogo madogo, sio mateso